Yes. Mambo vipi mwanafamilia wa Mapro Media, ni kukaribishe katika meza ya kimichezo tupate kujadili kwa pamoja masuala mazima ya kimichezo ambayo yamejiri duniani kote, lakini hapa nipo kwa ajili ya kuleta uchambuzi wa kina kwelikweli kuhusiana na sajili ambazo zimefanyika, na hapa tutaangazia usajili wa klabu ya soka ya Yanga ambao umeshafanyika na ule ambao unatarajiwa kutangazwa siku za karibuni. Nikombe tu kwa mwanafamilia mpya ambaye bado hujaungana nasi kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umejihakikishia kupata taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zikijiri na tutakuwa tumeziweka hapa kwa kupata taarifa baada ya kuwekwa video hizo. Sasa katika upande wa michezo, kama nilivyokueleza kwamba tuko na uchambuzi wa kina. Usajili tumeushuhudia sajili za wachezaji wengi tu ambao tayari wameshatangazwa na klabu ya soka ya Yanga, na kuna wawili ambao wanasubiriwa kutangazwa muda si mrefu, pengine kati ya leo, kesho ama kesho kutwa. Sasa wana faida gani usajili huu ambao tayari umeshatangazwa? Wanakwenda kusaidia nini na wanakuwa na faida gani kwa klabu ya Yanga? Tukianza na usajili wa Sheikh Ibrahima Toure. Huu ni usajili wa kimkakati kwelikweli, ni usajili ambao unakwenda kuwapa faida ya kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, kama tulivyoona kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga. Ni mchezaji ambaye amecheza katika ligi kubwa duniani ya Saudi Pro League, lakini pia ni mchezaji ambaye ana experience ya mashindano makubwa duniani. Kwa hiyo ujio wake kwa Yanga unakwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, lakini pia unakwenda kuongeza motisha kwa wachezaji wengine juu ya kukabiliana na timu kubwa, lakini pia kucheza katika michezo mikubwa ya ligi kama ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League na mashindano mengine makubwa. Usajili wa Albert Kagwanda pia unakwenda kuongeza nguvu eneo la kati, eneo la ushambuliaji pia. Kagwanda ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza kama attacking midfielder, ana uwezo wa kucheza kama left forward, lakini pia ana uwezo wa kucheza pia kama right winger. Kwa hiyo ujio wake utakuwa ni sehemu ya faida katika eneo la kati na kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Mchezaji mwingine ni mchezaji Peter Shalulile. Wengi tunamfahamu kwa sababu amehudumu katika klabu ya Mamelodi Sundowns akiwa na mafanikio makubwa. Ameshinda kombe la ligi ya Afrika AFL ambayo imechezwa mara moja tu tangu ianzishwe, na ndio timu pekee ambayo mpaka sasa inashikilia taji hilo, Mamelodi Sundowns. Peter Shalulile alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji hao, lakini pia ameweza kushinda mataji mengi ya ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa na Mamelodi Sundowns. Nafikiri ni zaidi ya mara 6 ameweza kushinda mataji akiwa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ana mafanikio makubwa pia kwa ligi kuu, lakini vile vile ameweza kushinda medali za Toyota Cup kule Afrika Kusini. Ameweza pia kushinda medali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League akiwa na Mamelodi Sundowns. Ni mchezaji ambaye pia anatambulika ama amewahi kucheza akiwa chini ya kocha mpya wa Yanga ambaye ametokea pia kule Goldstone I think so, lakini aliwahi kuhudumu kama staff wa benchi kwa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ujio wa Peter Shalulile inawezekana ni nguvu ya yule kocha mpya, lakini pia ni nguvu anakwenda kuongeza nguvu katika upande wa ushambuliaji. Tunamfahamu pia ni moja kati ya washambuliaji hatari sana kwa hapa Afrika. Nafikiri uwepo wake ndani ya kikosi cha Yanga unakwenda kusaidia magoli ama kusaidia klabu hiyo kupata ushindi katika michuano mbalimbali, na ukiangalia ni mchezaji ambaye ana uzoefu pia katika kucheza michuano mikubwa duniani na barani Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo usajili wa Yanga una manufaa makubwa sana, na nafikiri ni usajili ambao unakwenda kuongeza competition katika michuano mikubwa. Nafikiri hawajalenga sana kwa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kwa usajili uliofanya ligi kuu nafikiri ni yao tena, lakini ukiuangalia kwa makini najua kabisa ni usajili ambao unakwenda kuamsha morali, unakwenda kuleta competition katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wewe unafikiriaje katika usajili ambao tayari umeshafanyika? Tuandikie
yako kwenye comment section, lakini pia nikukumbushe kwa mwanafamilia mpya wa Mapro Media ambaye bado hajaungana nasi, abonyeze neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu ambazo zitakuwa zikijiri na tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Tukutane katika video nyingine inayofuata. Asante na kwa heri. Usisahau kubonyeza neno subscribe, kulike na kucomment.